Mungu wetu leo. Tupige magoti. Haleluya. Bwana Yesu anakupenda sana kwa sababu yuko mahali hapa. Yesu yupo mahali hapa kwa ajili ya kukufundisha na pia kukuweka huru kwa sababu yeye ni Mungu. Haleluya. Basi kupitia ujumbe wa leo ambao Mungu ametupa siku ya leo, ninaamini kila mmoja ataondoka amepokea kila ambacho Mungu amemwandalia siku ya leo. Mungu hataki urudi kama ulivyokuja, bali unapokuwa nyumbani mwa Bwana kuna kitu ambacho unakipokea cha tofauti. Kuna vitu vya tofauti ambavyo unavipokea. Na vitu vya tofauti unavyovipokea vinakutoa sehemu moja na kupeleka sehemu nyingine. Maana sisi tuko hapa duniani, lakini tunajua kwamba mshindi wetu, mkombozi wetu ni Yesu Kristo, ambaye yuko pamoja nasi, ambaye anatupenda. Kila mmoja anampenda kwa sababu una uzima, na pia amekupa uzima, ni uzima tele. Sasa kuna ujumbe ambao Mungu ametupa siku ya leo, na ujumbe unasema roho inayofuatilia. Roho inayofuatilia maisha yako. Roho inayofuatilia maisha yako. Roho inayofuatilia maisha yako, tunataka tuijue. Huwa kuna roho inaweza kufuatilia maisha yako, lakini usijue mwanzo wa hiyo, au usielewe ni nini kinachotembea katika maisha yako. Lakini huwa kuna roho ambao unapoona kuna tatizo lolote lile, ujue huwa kuna roho iko nyuma. Inatenda kazi, lakini vigumu sana kuelewa usipokuwa katika ufahamu wa kiroho. Na ufahamu wa kiroho tunaupata wapi? Ufahamu wa kiroho ni lile neno ambalo linakufunulia yaliyositirika au yaliyofichika katika maisha yako. Maana ni kwamba sisi tumezaliwa, lakini ukujua vile ambavyo vimetendeka tangu huko nyuma. Ila tunapompokea Yesu tunaamini kwamba liko jambo ambalo linafanya nini? Linalikata katika ulimwengu wa roho, alafu tunatembea katika maisha ya Kristo. Sasa Yesu alipokuja duniani, kuna vitu ambavyo Yesu alinena maneno, akawaambia kwamba yeye amekuja kwa ajili ya kuziokoa roho. Maana huwa kuna roho inaweza inafuatilia katika maisha yako, lakini yeye Mungu ametupa roho wake Mtakatifu ili apate kutenda kazi pamoja na sisi, au apate kutufunulia yaliyostirika ili tuwe huru. Sasa tutaenda taratibu tupate kuelewa kuna ambao Mungu amenifunulia siku ya leo kwamba watu wanataka kuelewa. Inawezekana wanatembea lakini ujue kuna kitu, kuna chanzo vya watu fulani, kuna vyanzo fulani. Na katika Biblia inatufundisha kila kitu tupate kuelewa. Sasa Yesu alipokuja akasema roho wa Bwana yu juu yangu kwa maana amenitia mafuta ili kufanya nini? Luka sura ya 4 na ule mstari wa 18. Biblia inasema roho wa Bwana yu juu yangu kwa maana amenitia mafuta kuwahubiria maskini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona, na kuweka huru waliosetwa, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Angalia, kuna watu wanakuwa wamesetwa, wengine wanatembea katika hali ya kufungwa kiroho, wengine wanatembea lakini wanaona mambo yanayotokea wanaona ni kawaida. Nachoomba siku ya leo usione ni kawaida, ila ndio maana tunasimama mbele za Bwana kuomba ili tupate kuyajua yale yaliyosirika. Sasa tutaenda katika Biblia, tutaona kitu ambacho kinatenda kazi katika ulimwengu huu, na upate kuelewa. Sasa unapoona mtu au unaona jambo lolote linatendeka upate kuelewa. Sasa tutaenda katika kitabu cha Samueli wa pili kwa habari ya Daudi aliyofanya alafu yakatendeka katika uzao wake. Katika uzao wake kuna vitu vinatendeka, lakini ni kwamba viliendelea kutendeka katika uzao. Hata wale ambao hawakuwepo kwa kipindi hicho wanaweza kusema kwa nini yanatendeka, lakini kuna jambo. Sasa nitasoma katika kitabu cha Samueli ile sura ya 11. Samueli wa pili sura ya 11 mstari wa 2 nitasoma. Alafu unaona kilichotokea kwa Daudi. Daudi alifanya dhambi. Sasa dhambi ile ikatesa familia. Na familia ikaendelea kuteseka katika roho ile inayotenda kazi ya uharibifu. Sasa nitasoma. Biblia inasema kupitia kitabu Samueli wa pili sura 11 kuanzia mstari wa 2. Maandiko yanasema,
Ikawa wakati wa jioni, Daudi akaondoka kitandani, akatembea juu ya dari na juu ya jumba na jumba la mfalme. Na alipokuwa juu ya dari, akaona mwanamke anaoga, naye huyo mwanamke alikuwa mzuri sana, wa kupendeza macho. Naye Daudi akauliza habari za yule mwanamke. Mtu mmoja akasema, je, huyu siye Bathsheba binti Eliam mkewe Uria Muiti? Basi Daudi akapeleka wajumbe, akamtwaa naye akaingia kwake, naye akalala naye. Maana yule mwanamke amekwisha kutakasika unajisi wake. Kisha akarudi nyumbani kwake. Yule mwanamke akachukua mimba, basi akapeleka kwa kumwambia Daudi, akasema ni mjamzito. Sasa haya Daudi akayafanya yalikuwa ni maovu mbele za Mungu. Alipanda juu wakati yuko darini katika jumba la kifalme, akaangalia akaona mwanamke mmoja anaoga. Sasa Daudi alichokifanya, akaenda kufanya uovu kwa ile mwanamke. Sasa ile mwanamke alikuwa mke wake Uria. Sasa Uria walikuwa vitani, wakipigana vita. Sasa alichokifanya sasa, kwa sababu tayari kashafanya uovu na yule mwanamke kashakuwa mjamzito tayari, akamwambia Yoabu ambaye alikuwa ni jemedari wa vita, walikuwa kule wanapigana vita, walikuwa mstari wa mbele. Sasa akamwambia Daudi, akatuma ujumbe kwa Yoabu, akasema muite Uria arudi nyumbani. Lengo ni kusolve lile tatizo, lakini kumbuka pale alikuwa yule mtumishi wa Mungu akafanya jambo kama hili. Lakini Mungu anataka kutufundisha kwamba kila jambo kuna roho inayofuatilia, upate kuelewa katika maisha tunayoishi. Inawezekana unaona vitu vya tofauti, lakini kuna vitu ambavyo vinatenda kazi katika ulimwengu huu. Sasa Daudi alipomtuma yule Yoabu ambaye alikuwa ni jemedari katika vita, akasema mrudishe Uria. Alipofika Uria akamwambia, basi nawa uende ukalale nyumbani kwako kwa mke wako. Uria akwenda akalala kwa mfalme, akasema siwezi kwenda. Mfalme akamwambia nenda nyumbani, akasema siwezi kwenda nyumbani wakati kuna watu wanapigana vita, mimi nitakuwa na furaha gani ya kwenda kulala nyumbani? Akalala pale kwa mfalme, akagoma kwenda kulala nyumbani. Ikawa baada ya siku ya 3 na siku zilizofuata, akasema sasa ngoja, akachukua mvinyo akakinywaji ili akilewa apate kwenda nyumbani. Lakini pamoja na kulewa kuweza kwenda nyumbani, alienda kukaa katika mfalme pale akwenda nyumbani. Daudi alichokifanya sasa, akaona kila jambo limeshindikana, akafanya utaratibu, akamwambia Yoabu yule jemedari wa vita, akaandika ujumbe, akautuma kwa hiyo Uria aende mstari wa mbele. Akasema kwamba hakikisha Uria unamweka mstari wa mbele kwenye vita vikali, apigwe afe. Na kweli alipokwenda yule Yoabu akampeleka mstari wa mbele, yule Uria akafanya nini? Akapigwa akafa, akapishwa ameshakufa. Basi wakaomboleza, wakamaliza matanga. Walipomaliza kuomboleza, basi Daudi akamchukua yule mwanamke akamleta nyumbani, akawa ni mke wake. Lakini Mungu akatuma ujumbe kwa kupitia mtumishi wake alikuwa anaitwa Nathan. Sasa akatuma ujumbe ule aende kwa mfalme. Akaenda ujumbe ule akamwambia Daudi, akampa habari moja, akasema kulikuwa na maskini na tajiri mmoja. Yule tajiri alikuwa na ng'ombe na kondoo wengi sana, lakini yule maskini alikuwa na kondoo mmoja tu, na yule alimpata kwa tabu. Sasa wakati yule mfalme, yule tajiri alipojiliwa na mgeni, akasema sasa nitafanya utaratibu, nataka yule kondoo achukue kondoo maskini yule ambaye kondoo mmoja akachinjwe. Badala ya tajiri kuchukua kondoo wake yule alikuwa na kondoo wengi, akaenda kuchukua tena kondoo wa yule maskini apate kuchinjwa.
Ukisoma huko ndani haya maelezo utayapata ni mengi sana. Ndio nikuelezee upate kuelewa kwa urahisi. Sasa yule akaenda kachinja ile kondoo ya yule maskini ili aweze kula ile mgeni aliyomwitia ile tajiri. Baada ya kumaliza, lakini akamwambia Daudi, sasa huyo mtu alifanya jinsi alivyofanya kitendo kama kile. Akaangalia kwamba huyu mtu alikuwa anastahili kifo, na pia alitamlipo huyu mtu hata nani mara 4. Biblia inasema. Sasa Daudi katika kukasirika kwake kwa ajili ya kuambia taarifa hizo, akanampa ujumbe yule Nathani, akasema ndio wewe. Sasa ameleta ujumbe, lakini akaanza kwa mafunuo ya kimungu, alafu akamwambia ndio wewe sasa. Kwa sababu wewe ulifanya makosa. Kwanza umechukua mke wa Uria alafu ukamuua. Sasa nakuja hapa, angalia katika kitabu hiki, angalia hapo mbele Samueli wa pili sura ile ya ngapi? Angalia baada ya yote Mungu alichokifanya hapa, na akasema kwamba upanga utaondoka nyumbani mwako. Angalia Samueli wa pili 12 kuanzia mstari wa 9. Hapa Mungu aliyanena kwa Daudi. Akasema, kwa nini umelidharau neno la Bwana na kufanya yaliyo mabaya machoni pake? Ulimpiga Uria Muiti kwa upanga, nawe umemtoa mkewe awe mke wako. Nawe umemuua huyo kwa upanga wa wana wa Amoni. Basi sasa upanga hautaondoka nyumbani mwako, kwa sababu umenidharau ukamtoa mkewe Uria Muiti kuwa mke wako. Bwana asema, angalia, nitakuondokeshea uovu katika nyumba yako, nami nitawatoa wake zako mbele ya macho yako, na kumpa jirani yako, naye atalala na wake zako mbele ya jua hili. Maana wewe ulifanya jambo hili kwa siri, bali mimi nitalifanya jambo hili mbele ya Israeli wote na mbele ya jua. Daudi akamwambia Nathani, nimemfanyia Bwana dhambi. Nathani akamwambia Daudi, Bwana naye ameondoa dhambi yako, hutakufa. Lakini anambia utakufa. Lakini kumbuka Mungu ameshasemaje kwamba upanga hautaondoka nyumbani mwako. Pamoja kwamba wewe ni mtumishi, Mungu amefanya nini? Amekuokoa wewe, lakini upanga hautaondoka. Akasema upanga hautaondoka nyumbani mwako. Maana ni kwamba ili jambo alilofanya Daudi lilikuwa ni jambo ambalo alikupendeza, lakini Mungu akufundisha upate kuelewa kwamba tunapotembea katika ulimwengu kuna vitu ambavyo unaweza kupata, lakini usielewe vilianzia wapi. Sasa kilichofanyika sasa, si maisha ya Daudi, yule mtoto akuishi, mtoto alikufa alipozaliwa. Yule mtoto ambaye alizaa naye yule mwanamke akafa. Sasa Daudi akaishi na yule mwanamke, lakini angalia kichotokea. Roho inayofuatilia sasa. Hiyo roho inayofuatilia, maana kuna roho ya uzinzi, ikafuatia roho pale ndani, roho ya mauaji. Kuna roho ya uzinzi na roho ya mauaji katembea katika ile familia. Mungu anataka kufundisha hapo upate kuelewa. Unaweza kutoka hiki kitu inatoka wapi? Kuna familia unaweza kuwa wanarawiti, lakini kuna roho inatembea iko nyuma ya ile tatizo. Lakini nataka kuambia jambo moja, adui anatenda kazi. Si kwamba adui anaweza kaamua kutenda kazi pasipo kusudi la Mungu. Adui hawezi kwenda pasipo Mungu kuruhusu. Mungu anaruhusu, kwa sababu Mungu anaruhusu adui amshambulie, afanye kitu chochote kwa mwanadamu, kwa sababu Mungu anaruhusu kwa sababu ya dhambi. Lakini mtu hawezi kuteswa pasipo Mungu kuruhusu, kwa sababu kuna jambo linakuwa limestirika au limefichika. Unaweza kuwa katika sehemu fulani au katika familia, kila jambo linatendeka katika uharibifu. Sasa hebu tuangalie katika maandiko matakatifu. Ukiangalia ile sura ya 13, Samueli wa pili sura ya 13, angalia ile mtoto wake Daudi. Mtoto wake Daudi alikuwa Amnoni na yule mwingine alikuwa Tamari. Tamari alikuwa ni binti ambaye alikuwa ni binti wa Daudi, lakini ndugu yake alikuwa ni Absalom.
Daudi alikuwa na wake wengi sana. Alikuwa na wake, alikuwa na wake, lakini pia ukiangalia kila mwanamke, kwa mfano huyu amezaliwa na mwanamke huyu na amezaliwa na mwanamke huyu, lakini huyu sana dada yake na huyu ana ndugu yake, lakini wote ni ndugu. Sasa nitasoma hapa mstari wa 13, sura ya 13. Anasema ikawa baada ya hayo Absalomu mwana wa Daudi alikuwa na umbu mzuri. Alikuwa na umbu mzuri, jina lake aliitwa Tamari, naye Amnoni mwana wa Daudi akampenda. Angalia sasa, hawa ni ndugu kwa ndugu. Huyu binti yake Absalomu, dada yake Absalomu, lakini ni Tamari, lakini wale ni ndugu, akampenda dada yake. Sasa ndio tokea hapa. Akasona mwana wa Daudi akampenda, akasononeka Amnoni hata akaugua kwa ajili ya umbu lake Tamari. Yaani kwa ajili ya dada yake akaugua ndani ya moyo wake, akamwangalia yule mtoto na dada yake. Angalia jambo hili sasa. Kwa ajili ya umbu lake, maana huyu msichana alikuwa mwanamwali. Amnoni akaona ni vigumu kumtendea neno lolote, lakini Amnoni alikuwa na rafiki, jina lake anaitwa Yonadabu mwana wa Shama nduguye Daudi, naye Yonadabu alikuwa mtu mwerevu sana. Ogopa mtu anasema mwerevu sana. Mtu asema kwa nini mwerevu sana? Wewe ni mwerevu sana. Uwerevu uko wapi sasa? Katika uwerevu wa kiroho au uwerevu wa udanganyifu au uwerevu wa maarifa ya kiroho ambao si ya kimungu? Maana yote ni maarifa ya Mungu, lakini yanatumiaje maarifa? Ogopa sasa jamani mwerevu. Mara ile kuna asili fulani. Ndio maana katika bustani yake inasema kwamba nyoka alikuwa mwerevu sana. Angalia kuliko wanyama wote wa mwituni. Sasa Tamari, huyu Yonadabu akasema alikuwa ni mwerevu sana. Alikuwa ni mwerevu sana. Angalia tukifanya Yonadabu. Yonadabu alichokifanya katika uwerevu wake akafanyaje sasa? Huyo Yonadabu alikuwa ni mwerevu. Lakini kumbuka kitu kimoja, huyu Tamari, huyu Amnoni akampenda dada yake anaitwa Tamari. Sasa pale pakatokea Yonadabu pale akawa ni mwerevu wa kuja kumsaidia kumuongoza huyu Amnoni afanye uovu apate kulitimiza lile la uovu. Sasa angalia hapa sasa. Lakini Amnoni asema, lakini naye akamwambia, mstari wa 4, naye akamwambia, kwa nini mwana wa mfalme unakonda hivi siku kwa siku? Yule Yonadabu anaanza kumwambia huyo Amnoni, kwa nini unakonda namna hii? Akaanza kumpa nini maarifa ya yule mwovu adui ambaye alimpa Eva katika bustani ya Edeni. Angalia jambo hilo sasa. Kwa sababu walianza kumdanganya na huyo akaenda kudanganyika sasa. Angalia anaanza kumwambia sasa ili aweze kutimiza ile kusudi la uovu. Angalia hapa sasa. Utaki asema kwamba utaki kuniambia Amnoni akamwambia, nampenda Tamari umbu la ndugu yangu Absalomu. Yonadabu akamwambia, lala kitandani mwako ujifanye mgonjwa, na babako atakuja kukutazama, umwambie mwache ndugu yangu Tamari aje na anipe mkate nile. Akaandaa chakula machoni pangu nikione, nikakile machoni mwake. Angalia jambo hili sasa. Yaani akaanza kumpa mbinu za uelevu wa kishetani kwamba ufanye hivi, na kweli akafanya. Hatima yake akamtenza kwa nguvu. Lakini angalia kifanya sasa. Kwa hiyo na huyu akamtenza kwa nguvu. Jambo lilianzia wapi? Kwa yule baba yao Daudi ambaye aliona mwanamke akafanya uovu na akamua yule muiti Uria. Akamua, lakini sasa hiyo upanga kutoka nyumbani. Angalia sasa hiki sasa kilichofanyika. Sasa akafanya nini? Akamtenza kwa nguvu. Tunatambia kwamba baada ya kuingia yule akampelekea mkate, yule akamtenza kwa nguvu. Leo itakubaka. Akamtenza kwa nguvu, na alipomaliza akamfukuza kwa sababu akamchukia machukio makubwa sana, kwa sababu ni jambo la uovu. Sasa
Angalia Absalomu sasa. Absalomu alikuwa ni kaka nani? Tamari. Akasema akusema chochote. Yule dada yake akatoka analia, amerarua mavazi yake. Akaenda kwa kaka yake akasema akuongea kitu chochote kaka yake. Kaka yake Absalomu kuongea chochote, lakini likakaa moyoni. Kwa sababu huyu kampenda kwa nguvu dada yake, au mdogo wake mboni dada yake. Akaja kwa kaka yake akasema nyamaza. Sasa amefanya hivi basi. Lakini kilichobaki ndani yake ni nini? Maana ni kwamba hapa kuna kulipiza, hapa akalipiza. Absalomu ikawa siku moja ambapo alifanya nini? Alikuwa kwa kipindi fulani wa kukata manyoya ya kondoo. Absalomu akaenda kwa mfalme wake akamwambia, sasa baba, ninaomba siku ya leo watu ndugu zangu waje nyumbani. Akawaalika nyumbani kwake Absalomu, lakini lengo ni kwa ajili ya Amnoni awemo. Lakini akamwambia mfalme, naomba unipe Amnoni ndugu yangu aende kwangu wakasherekee tu. Lakini lengo lilikuwa sio hilo tu, lengo ni kwa ajili ya kumwangamiza yule Amnoni. Basi wakaondoka, wakaanza kunywa mvinyo. Walipomaliza sasa, akawaambia wale watumishi wake Absalomu kwamba Amnoni mtona amelewa, basi kamchukue mkamuue, kwa sababu nimewaambia nyinyi, mimi ndo nimewaambia. Basi alipomaliza kunywa, wakamchukua akamwangamiza, akamuua kabisa. Taarifa zikaenda kwa mfalme kwamba Amnoni tayari ameshakufa. Sasa angalia jambo hilo sasa. Upanga au kutoka nyumbani mwa nani? Nyumbani mwa Daudi, kwa sababu kwa kile tukifanya aliua, na kwa watoto wake ikatembea jambo hilo. Leo tujifunze jambo moja ambalo tumesoma maandiko haya kwamba Mungu anafundisha nini. Kwa sababu adui yuko kazini. Adui yuko kazini, lakini Mungu hutupa maagizo na maelekezo na hutupa maonyo katika namna ya kuishi. Katika familia nyingi sana unakuta watu wanatenda vitendo vya ajabu. Wanatenda vitendo vya ajabu sana. Wengine wanalawiti, wengine ni ajabu, wengine ni wauaji, anaua. Lakini si kwamba hilo jambo limeanza kwa bahati mbaya, hapana. Hilo jambo au wengine ni uwezi mpaka wanachomwa moto, sio kafikiri jambo limeanza hapo hapo. Kuna laana sehemu fulani, kuna roho fulani inafuatilia katika familia. Unakuta wengine katika familia wanatembea katika njia ya mauti, watoto wanazaliwa na kufa, au watoto wajazaliwa na kufa. Sasa kuna jambo, kuna roho inatufuatilia katika familia, lakini hilo jambo kuta limeanzia huko usiolijua. Maana ni vitu ambavyo vinaanzia huko nyuma pasipo kujua. Unashangaa katika familia fulani, unashangaa wale watu hawana mafanikio kabisa. Ni kwamba ili jambo katika Biblia, liko katika maandiko matakatifu. Unashangaa katika ile familia imeishi katika maisha yale ya magomvi na kuuana, au familia hiyo inaishi katika matatizo, kila leo ni matatizo. Yaani si kwamba hilo jambo ni la bahati mbaya. Hilo jambo limeanzia huko nyuma usiolijua. Kuna waenga na wazazi huko nyuma, mabibi na mababu, kuna vitu walivifanya ambao sio vya kawaida, lakini upanga kutoka katika nyumba. Unashangaa kwa nini fulani kauawa, unashangaa kwa nini fulani kapotea. Mtu kapotea katika mazingira mabaya au katika mazingira yasiyo kawaida, katika mazingira tata, si tata. Kuna roho inafuatilia katika familia. Watu wa kupotea. Watu ni kwenda kwenye misukule, watu wanaita misukule. Lakini sasa Biblia inasema kwamba ni watu waliojua na kutekwa. Na kutekwa. Sasa kwa habari haya sasa, nataka tujifunze jambo hili. Roho inayofuatilia. Kwa sababu hii ni roho. Ile inamfuatilia Daudi kwa sababu yeye ilikuwa ni roho ya uzinzi na bahati mbaya, lakini kuna jambo fulani. Na leo tutakapoomba ni kukata yale yote hiyo roho ile, tunaitenga ile roho. Kuna kutenga ile roho ya uharibifu. Kuna kuitenga ile roho ya uharibifu inaitesa familia. Unakuta ukoo wote umeingia katika matatizo, au ukoo wote yani wanaingia katika wakitaka kufanikiwa wanaingia maskini, madeni. Yaani mpaka hata nyumba zinauzwa. Unashangaa watu wanaishi katika maisha kutana, si jambo la kawaida, ni jambo lililoanzia mahala kuna watu ambao walitenda vitu alafu wakalaaniwa. Sasa laana ni roho. Inakuwa inatembea katika familia. Unaona wale watu kwamba jamani, watu mbona wafanikiwaji?
pamoja na kuwa wana akili lakini hawafanikiwi. Kwa nini? Kuna roho inatembea katika familia hawajaijua. Lakini njia pekee ya kufanikiwa ni Yesu peke yake. Haleluya. Hebu mshangilie Yesu kwa makofi mengi sana. Yaani Yesu ndo njia ya kufanikiwa. Unapoamua kwamba sasa nampokea Yesu kwa Bwana Mwokozi wa maisha yangu, Yesu ndiye atakayeweza kukutenga na kukutoa katika ufalme wa giza na kutoka katika uovu na kukuingiza katika ufalme wa upendo wake ambao ni Yesu Kristo. Sasa kwa habari haya sasa, hakuna njia nyingine yoyote inaweza kukufanya wewe kutoka katika tatizo, kwa sababu jambo ambalo unaweza kuona ni jambo la kawaida, lakini si la kawaida, sio bahati mbaya, kwa sababu kuna roho inayotenda kazi. Nataka nikwambie kwamba adui anapotenda kazi, maana kuna jambo la kusababisha atende kazi. Adui anapata mlango wa kutenda kazi kwa sababu mlango ule uko wazi na ameruhusiwa kutenda. Kwa sababu unaweza kusema kwamba si mpinzani, kwa nini atende kazi anifuatilie mimi? Kwa sababu katika maandiko matakatifu shetani anapomuona na yeye ni mtumishi wa Mungu anatenda kazi. Anatumwa, anatenda kazi. Lakini lango la kwamba Yesu ambaye ni jemedari anayetupigania, pamoja kwamba iko vita hii, lakini kuna roho ambao inastirika pasipo kuijua. Kwa mfano, katika maisha tunayoishi haya, unakuta mambo mengi sana. Ukiona watu wengine wanajinyonga, unakuta wengine wanajinyonga katika familia. Kujinyonga kwa mtu katika familia si kwamba limekuja kwa bahati mbaya amejinyonga. Kuna roho inatembea tangu mwanzo huku, kuna laana ilitembea. Unaweza kukuta kuna mtu alimnyonga mtu, na alipomnyonga akaenda kaficha mahala, lakini akaiacha hiyo roho inatembea. Kuna watu wengine ushangaa wanaenda kupaka watoto, alafu anaacha wamewaua. Yule mtu aliyefanya hivyo anatembea fikoma hiyo roho imfuatilie. Hiyo roho inamfuatilia katika familia. Unashangaa katika familia yake vitu vinatokea hivyo vinatokea, anabaki kushangaa, jamani kwa nini kinatokea hiki? Kumbe yule alifanya vitendo viovu, alafu akatembea kafikiri kwamba yeye anifuatilie. Zile roho zinafuatilia, unashangaa vitendo vibaya vinatokea kila mahali. Lakini vitendo vya kutokea vile, au watu wanafanya kazi, anatuma mtu kwa nenda kumua mtu fulani, wanapewa pesa, wanakwenda kumuua mtu, wanaua. Lakini wale walioua, kumbuka kwamba walimwaga damu, lakini wale watume ukatoa fedha ile, inabaki kwamba wewe ulitoa fedha ili watu waue, lakini ile upanga utatoka nyumbani. Utashangaa mtu, ndugu yetu kakachinjwa bwana, ndugu yetu kakaua kwa upanga. Sisi ni nini? Sio nini? Kuna roho inatenda kazi. Hakuna jambo linalotendeka pasipokuwa kuna roho fulani inayotenda kazi. Kwa hiyo kila jambo unaloliona usikafikiri kawaida. Fulani kachomwa moto, amechomwa moto, kuna vitu vinatendeka. Katika familia kuna wazazi, kuna wahenga walifanya vitu vibaya. Huyo mtu aidha waliiba, wakaenda kuua sehemu fulani, wakaingia ndani ya nyumba, wakachinja watu, wakachukua fedha. Wasitaka fikiri kwamba hiyo roho haitendi kazi. Hiyo roho inatenda kazi. Kumbuka kuna watu wangapi wa namna hiyo wanatenda kazi namna hiyo. Kuna vitu vingi sana vinatendeka katika ulimwengu, lakini kwamba hizi ni roho zinatenda kazi. Kwa hiyo mtu mwingine anaweza ameenda ameolewa, au ameoa sehemu ambapo yule mtu au kuna ndugu alifanya vitu vibaya. Sasa nashangaa kwa nini inakuwa hivi? Kwa nini inakuwa hivi? Kwa nini inakuwa hivi? Sio kwamba inakuwa hivi, maana ile roho inatenda kazi. Sasa mtu anabaki anashangaa, kwa nini kuna kitu hiki? Kuna kitu hicho kwa sababu kuna roho inatenda kazi. Kuna roho inatembea na roho ya mauti, kwa sababu hao watu waliokuwa huko nyuma. Kuna vitu ambavyo vinatenda kazi. Kuna mtu mmoja anasema kwamba mimi nashangaa, anapata kwamba anatafuta watoto, kile pale mtoto anakufa, kila kweli inakufa. Kuna jambo fulani kuja kufunuliwa, kuna yule mtu kumbe kwa kipindi cha ujana wake alikuwa akitoa mimba na huo watoto. Sasa kumbe mtu alihitaji kuomba rehema mbele za Mungu, ikabidi paombwe na rehema ya mbele za Mungu, kwamba tunahitaji rehema kwa Bwana Mungu apate kumsamehe mtu. Basi Yesu akamsamehe. Kwa hiyo kuna vitu vinatendeka katika ulimwengu, lakini kuna roho inayofuatilia. Roho inafuatilia taratibu, kuna vitu ambavyo vinatenda kazi katika ulimwengu wa roho. Sasa leo tunajifunza nini? Kwamba tunahitaji kila mmoja kufunguliwa. Tunahitaji kufunguliwa ili upate kuwekwa wazi. Kwa maana Roho Mtakatifu yuko mahali hapa, Yesu yuko mahali hapa kwa ajili ya kukufungua na kukuweka huru. Kwa hiyo hiyo roho inayotembea katika mauti, unakuta katika shughuli zako za biashara zinaharibikiwa.
shughuli ushangaa, shughuli za biashara, shughuli za maisha yako zinafika hatua fulani zinaharibikiwa. Sasa inakuwa ni jambo ambalo la ajabu sana. Unashangaa katika familia au katika ukoo fulani watu ni watu wa kufa kwa ajali. Tunashangaa ajali inatoka wapi? Lakini kuna jambo fulani katika familia, kuna roho inatembea. Kuna vitu vingi sana vinatembea katika familia. Kuna mambo mengi ambayo Mungu anayafunua. Lakini kwa leo Yesu anahitaji kufungua sana, kuweka huru, kwa maana ndio maana Yesu alisema kwamba Roho wa Bwana yu juu yangu. Roho wa Bwana yu juu yangu, amenitia mafuta. Ndio maana kuna neno hili Yesu alikuja akasema Roho wa Bwana yu juu yangu, amenitia mafuta kuhubiria habari njema ya ufalme wa Mungu. Amekuhubiria habari njema ya ufalme wa Mungu pate kuyaelewa haya. Kwa maana amesema kwamba amenituma Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenituma kuwahubiria masikini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao. Mtu amefungwa katika kifungo cha roho inayotenda kazi katika uharibifu, roho ya mauaji, roho ya mauti, ya kuua uzao, ya kusababisha mafarakano, ya kusababisha magomvi katika familia. Unashangaa katika familia hakuna amani, ni magomvi kila itwapo leo. Ujue kuna roho inayotenda kazi katika familia. Lakini watu hawajajua, naona ni kawaida kupigana, wala kawaida kutobolewa macho, wengine kwa yana macho kabisa, wengine wafanywa kwa vilema. Lakini hawajui kuna jambo gani linalotendeka. Kuna jambo ambalo linatenda kazi katika ulimwengu huo. Lakini angalia sio kwamba hao watu walikuwa wamefungwa. Kwa maana ametoa mafuta kuwahubiria maskini habari njema. Habari njema inakupa uaminifu, inakupa uwezo wa kuweza kuyaelewa yaliyosirika. Sasa anasema amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao. Mtu anaweza kama amefungwa kifungo cha minyororo ya kiroho ambaye asiweze kuielewa. Unajua mtu anaweza kufungwa anatembea na rukaruka, lakini kumbe anasema kinatoka wapi? Lakini unapofunguliwa leo, akili yako ikafunguliwa kwa huru, utashangaa kile kitu kwa sawa sawa. Anasema kwamba vipofu kupata kuona tena. Kuna vipofu ambao wa kiroho, si vipofu wa mwilini. Kwa vipofu wa kiroho, akisikia neno la Mungu asilielewe na asiliamini. Kwa hiyo anakuwa ni kipofu wa roho. Anahitaji kufunguliwa apate kuyaelewa kwamba kuna mambo roho yanatendeka. Anasema kwamba kuwatangazia mwaka wa Bwana uliokubalika. Kuwatangazia mwaka wa Bwana uliokubalika. Ni wakati huu sasa. Uliokubalika, haijalishi kwamba kuna vitu ambavyo vinatendeka katika maisha yako. Lakini siku ya leo Yesu ananyosha mkono wake aje kuweka huru. Haleluya. Yesu anataka kuweka huru, haijalishi kuna vitu ambavyo vinatendeka kwa vile vya kawaida, lakini sio vya kawaida. Sasa tunajitenga navyo kuanzia sasa. Tunajitenga navyo kuanzia siku, maana Yesu yuko mahali hapa kwa ajili ya kukutenga. Ikiwa Mungu alitenga nuru na giza, na leo atakutenga. Atakutenga na ukoo wa uharibifu, atakutenga na roho iliyokufuatilia katika ulimwengu wa roho, atakutenga na mauaji, atakutenga na roho za mauti, atakutenga na vitu mbalimbali ambavyo tumevisoma katika Biblia ambapo watu walivifanya, ili Mungu apate kukufundisha wewe. Ili ujue kwamba kumbe kuna vitu na kuna jambo linatenda kazi katika ulimwengu huu. Usije ukaona mtu anapata hiki ukafikiri kwamba kuna jambo ambalo limestirika au la kawaida au la bahati. Kila jambo lina chanzo chake, na chanzo kinaanzia rohoni. Kinapokuja kudhihirika, uje kwamba yule mtu atakiwa kuwekwa huru, atakuwa kuwa huru kabisa kwa vitu ambavyo vinavyotendeka katika ulimwengu huu. Kuna mambo mengi sana. Ndio maana Yesu alimwambia, aliomba kwa Baba, akasema, Baba, siombee watoe katika ulimwengu, bali walinde na yule mwovu. Tunajua kwamba mwovu anatenda kazi. Na dunia hii kuna adui shetani anatenda kazi, lakini tunaye Yesu jemedari wa vita. Haleluya. Tunaye Yesu jemedari wa vita ambaye anatenda kazi kwa ajili ya kutuokoa kila itwapo leo. Kwa hiyo tunaposimama katika kuomba, tutaomba alafu tutaamini kwamba Bwana atakufunguka na Bwana atakutenga na kila laana ilikuwa ikikufuatilia. Uweze kujua kuna laana za kiukoo. Kuna laana zilizofanya katika ukoo, wakaibia matambiko mabaya. Wakatambika na kukutaja jina lako. Wakatambika mahali wakakutaja jina kwamba fulani na fulani yuko sehemu fulani na kutaja jina kwa matambiko. Sasa tunashangaa kwa vita inatoka wapi? Lakini matambiko yalifanya kumbe wamechinja mahali, wamemwaga damu, lakini wakakutaja jina lako mahali fulani. Sasa kumbe unatembea unaona mambo sio kawaida, unaona ndoto si za kawaida, kumbe yale mashetani yanatumwa yanapenda. Sasa yale mashetani yanatumwa yanapenda kwa yule mtu kwa sababu ametajwa jina lake. Kama tunasema Mungu, naomba jina langu uliandike kitabu cha uzima cha mbinguni, kwa kuwa Mungu anakuangalia wewe. Sasa jina lilipotajwa kwenye uharibifu ule, na yale mashetani kwa sababu ni roho zinatembea, zinafuatilia kwamba limetajwa jina la mtu fulani.
Lakini kama mtu ana Yesu, ndo hapo unakuta anaenda kuangamizwa au anaingia katika misingi ya laana. Lakini ukiwa na Yesu, ni kweli utaona vita, lakini unashindiwa na Yesu. Haleluya. Kwa hiyo leo tunahitaji kumwomba Bwana. Leo anataka kukuweka huru, anataka kufungua, kwa kuwa yeye ni Mungu mwenye uweza, Mungu mwenye nguvu asiyeshindwa. Yeye ni Mungu jemedari wa vita. Ikiwa yeye aliweza kugeuza jangwa likawa chemchemi za maji, kuna jambo gani la kumshinda yeye? Ikiwa yeye aliweza kuganya bahari ya Shamu akaweka njia katikati, kuna jambo gani la kumshinda yeye? Shetani ni kitu gani bwana? Kwa hiyo haijalishi kuna mambo yatendeka, lakini siku ya leo iko jemedari wa vita ambao ni Yesu Kristo. Tukimuita anatenda kazi, tukimuita anakuweka huru, tukimuita anatenda mambo kuu ya ajabu. Ikiwa Yesu mwenyewe katika mwamba mgumu alitoa chemichemi za maji, katika mwamba ukapigwa maji yakatoka, jambo gani la kumshinda yeye? Ikiwa Mungu amesimama, ikiwa umemwamini wewe, kuna jambo gani la kumshinda yeye? Ikiwa yeye aliweka mpaka hata maji asirudi nyuma kuifunika nchi. Unajua maji ni mengi sana, lakini Mungu kaweka mpaka. Je, ni jambo gani kumshinda yeye mwenye uwezo wa namna hiyo? Yeye ni Mungu mwenye uwezo wa ajabu, mwenye matendo makuu ya ajabu, anayetetea falme zinatetemeka, falme zote zinataharuki, falme zote zinamtii Bwana. Yeye yuko mahali hapa siku ya leo. Amini tu yeye, tuna wokovu wa Bwana. Haleluya. Kwa hiyo tunasimama mbele za Mungu kwa ajili ya kuomba siku ya leo, kwa ajili ya kufunguliwa. Amini jambo hili, amini Bwana atakuweka huru siku ya leo. Haleluya. Sasa Baba Mungu, katika jina la Yesu niko mbele zako, ninaomba unisamehe. Nimeelewa neno lako limekuja kwangu, nimetambua kuwa wewe ni Mungu unayefunua yaliyofichika, na leo umenifunulia nipate kuelewa. Baba mbinguni, kwa kuwa nimeelewa, ninaomba siku ya leo uniweke huru katika jina la Yesu. Kwa maana ninatubu yale yote yaliyotendeka, yaliyofanywa na mababu na mabibi, yaliyo kinyume na mapenzi yako. Bwana Yesu, ninaomba leo unisamehe, naomba unitenge na zile roho zinazonifuatilia mchana na usiku, mahala popote palipotajwa jina langu. Ninaomba siku ya leo hilo jina ninalikomboa, liwe ni moto kuanzia sasa kwa jina la Yesu. Mimi jina langu limeandikwa mbinguni kuanzia sasa, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Jina langu ninageuza kuwa moto kwa jina la Yesu. Asante Bwana Yesu, kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zako ni za milele, katika jina la Yesu. Amen. Basi tutakuja hapa mpaka jipanga ili tuweze kwa maombi sasa. Baba Mungu, ninakushukuru. Asante kwa ajili ya shabiki. Namleta mbele zako kwa ni Mungu, kwa kuwa Baba umedhihirisha uwezo wako na nguvu zako kwa kupitia neno lako lenye uzima. Baba tazama, wewe ni Mungu mwenye uwezo. Baba tazama, binti huyu ametubu mbele zako, kwa maana Mungu umemsamehe. Ninaomba Baba, kila neno ambalo liko limesitirika, kila roho inayokufuatilia kuanzia sasa, roho yoyote ile, kupitia kwa waenga, kupitia kwa mabibi, hii roho inakuamuru kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninaamuru kuanzia sasa upate kumtoka kuanzia sasa na hata milele kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninafungua akili yako, ninafungua maisha yako, ninafungua kila jambo ambalo limefungwa katika maisha yako, kwa maana vitu vilivyofungwa katika maisha yako, wale kufunga kwa njia panda, mahala popote wakafunga, wakakutumia roho za uovu, roho za kukuletea matatizo katika maisha yako, leo kwa mamlaka ya jina la Yesu ninaziondoa kuanzia sasa kwa jina la Yesu. Ninakuweka huru kwa mamlaka ya jina la Yesu. Uwe huru kuanzia sasa. Ninakutenga mbali na kuonewa. Kila roho liko ikikuonea kuanzia sasa haina nafasi katika jina la Yesu. Pokea uzima wa Yesu Kristo, Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Amen. Baba Mungu, ninakushukuru kwa ajili ya huyu binti ambao tazama yuko mbele yako. Baba, kila jambo ambalo lilifanyika katika ulimwengu wa roho kwa njia ndoto, mahala popote, sehemu yoyote likatendeka, wakaweka matarasimu mahala popote, leo hayo matarasimu yote yanateketeza kwa moto wa Roho Mtakatifu. Jina lako liko neno mahala popote. Leo kwa mamlaka ya jina la Yesu ninaondoa kila mitego yote mibaya uliotegewa, mitego ya mauti ninaiondoa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Upate kuwa huru kuanzia sasa. Ninakata mawasiliano ya kipepo katika ulimwengu wa roho kwa jina la Yesu. Moto wa Roho Mtakatifu ukapate kushuka na kuteketeza maagano yote yaliyofanyika katika ulimwengu wa roho, katika jina la Yesu. Amen. Pokea uzima.
Baba Mungu, nakushukuru kwa ajili ya binti Adija, anamleta mbele zako. Baba, tazama wewe ni Mungu mwenye uweza, mwenye mamlaka. Ninaondoa kila mitego yote mibaya ambayo ilitegwa katika maisha yako. Ninaondoa mashaka na hofu ndani yako, vikapate kuondolewa kwa mamlaka ya jina Yesu. Ninateka kila mamlaka zote na kuzishusha chini, kwa maana imeandikwa, pando alizolipanda kwa mbinguni na ling'oa. Kila upanga wote uliokuwa umesimama katika maisha yako, huo upanga ninaugeuza na nauharibu kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kwa maana liko neno la Bwana Yesu limeingia ndani yako, likapate kutenda na kukuweka huru kuanzia sasa. Katika jina la Yesu, ninaondoa kila njia zote mbaya ambayo zilizo katika maisha yako. Ninaziondoa zote kwa mamlaka ya jina la Yesu. Katika jina la Yesu, pokea uzima, pokea ushindi wa jina la Yesu. Amen. Baba Mungu, ninakushukuru kwa binti huyu. Tazama wewe ni Mungu mwenye uwezo, mwenye mamlaka. Mungu, tendee maajabu. Ninaomba Baba ukate kumuondolea ile roho zinazotenda kazi, zilizotumwa katika ulimwengu wa roho, roho zilizostirika, roho zilizofichika katika ulimwengu wa roho. Ninakutenga mbali na kuanzia sasa kwa mamlaka ya jina Yesu. Kila unayokufuatilia, roho yoyote mauti inayokufuatilia leo, haina nafasi kwako kuanzia sasa. Katika jina la Yesu, ninaondoa mitego yote mibaya iliyotegwa katika ulimwengu wa roho. Ninaondoa yote mitego ya mauti, ninaondoa yote. Pokea uzima kwa mamlaka ya Yesu. Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Amen. Baba Mungu, ninakushukuru. Asante kwa ajili ya mtumishi wako Esther ambaye yuko mbele yako. Tazama wewe ni Mungu, ndani yake Mungu liko neno ambalo ameliomba mbele zako. Baba, naomba ukate kukutana hili neno ambalo aliomba kwako. Katika jina lako Yesu, naomba umtenge mbali na hii roho ya mauaji inayofuatilia katika akili zake, inayofuatilia katika uzao. Katika jina la Yesu, hii roho kuanzia sasa ninaing'oa katika maisha yake. Ninaikutenga mbali na kuonea kuanzia sasa. Hakuna atakaye kuonea kwa mamlaka ya jina Yesu. Kwa maana neno lako Yesu amelisikia. Kwa maana Yesu umekuja kwa ajili ya kuziokoa roho. Ninaomba roho yako ipate kuokolewa katika jina la Yesu. Ninakutenga mbali na kuonewa. Kila roho inayokuonea kuanzia sasa, ninaiharibu kwa mamlaka ya jina Yesu. Ninakutenga kwa jina Yesu. Ninakufungua katika kifungo ambacho adui alikufunga katika ulimwengu wa roho. Leo nakufungua kwa jina Yesu, kwa maana Yesu amekuweka huru kuanzia sasa na hata milele kwa jina Yesu. Ninakutenga na ile roho inayokufuatilia katika ulimwengu wa roho. Kuanzia sasa pata ushindi kwa jina Yesu. Pata ujasiri kuanzia sasa kwa jina la Yesu. Yesu yuko pamoja na wewe kuanzia sasa na hata milele. Amen. Baba Mungu, ninakushukuru. Asante kwa ajili ya mama huyu, dada huyu ambaye yuko mbele zako. Baba mtakatifu, mwenye enzi yote na mamlaka, kwa maana Mungu unajua kila ambacho anahitaji. Mungu ukapata kuondoa ile roho inayofuatilia katika ulimwengu wa roho, roho inayosumbua katika ulimwengu wa roho. Baba mtakatifu, mwenye enzi yote na mamlaka, ikiwa katika mwamba mgumu yote ni za maji, ninaomba kuanzia sasa, Mfalme, ukapata kumfungua kwa neno lako, Bwana. Kwa maana amelisikia neno lako lenye uzima litokalo kwako, Bwana. Ninaomba kwa neno lako lenye uzima litokalo mbinguni, Bwana Yesu. Naomba katika kumfungua. Ninakutenga mbali na kuonewa, ninakutenga na mauti, nakutenga na roho zote kufuatia familia na kufuatia maisha yako ili usifanikiwe. Leo nakutenga kwa mamlaka ya Yesu. Ninakutenga na mawazo mabaya, na kutenga na kile kinachonemewa, na kutenga kwa mamlaka ya Yesu. Kila jina lako lilotajwa mahali popote, linakotajwa kila eneo lolote, mahali popote, sehemu yoyote, linakotajwa jina lako katika hali ya uovu, leo nalikomboa jina lako na kutoa katika nguvu ya mauti. Leo na kuhamisha na kukuingia katika ufalme wa mwana pendo la Yesu Kristo, na Yesu atawale katika maisha yako kuanzia sasa na hata milele, na kufunika kwa damu ya Yesu kuanzia sasa. Uone mpenyo, uone maisha yako yakiwa yamenyoka kuanzia sasa katika jina la Yesu. Asante Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Pokea uzima, pokea baraka. Amen. Baba Mungu, nakushukuru kwa ajili ya binti huyu.
kwa damu ya Yesu Kristo. Neno lako kama lisikia, ninakufungua kuanzia sasa kwa neno la Bwana wa majeshi. Ninaondoa mitego yote mibaya katika jina la Yesu. Uwe mzima katika jina la Yesu. Amen. Baba Mungu, nakushukuru kwa ajili ya Yesu, kabisa mikononi mwako. Ninaondoa kila mitego, mawazo mabaya, kila roho za ufuatio katika ulimwengu wa roho. Ninakata mawasiliano kwa jina la Yesu kuanzia sasa. Roho Mtakatifu apate kutenda ndani yako katika jina la Yesu. Amen. Baba Mungu, nakushukuru kwa ajili ya Hamisi. Baba Mtakatifu mwenye uwezo, kwa maana Mungu wewe umemfanya kuwa kichwa cha familia. Baba, tazama kila roho inayofuatilia kuanzia utotoni kwa waenga leo na kutenga na hiyo roho kuanzia sasa. Roho ya uharibifu na kutenga nayo kuanzia sasa kwa jina la Yesu. Iko roho ya Mungu inayotenda kazi ndani yako kuanzia sasa. Na kutenga na roho za mauti, na kutenga na roho na matatizo yote katika ulimwengu wa roho hayatakupata kuanzia sasa. Kwa maana Yesu amechukua mkono kwa ajili ya kukufungua na kukuleta huru kuanzia sasa. Uwe huru kuanzia sasa kwa damu ya Yesu Kristo. Mitego yote, mitego mahala popote, sehemu yoyote katika maisha yako leo, hiyo mitego naichukua kuanzia sasa kwa jina la Yesu. Pokea uzima, pokea afya njema, pokea baraka. Ninafungua milango ya baraka ya kwako ya familia katika jina la Yesu. Upate ushindi katika jina la Yesu. Asante Bwana Yesu, na mkabidhi mikononi mwako. Naomba nguvu yako ikatende kazi ndani yake katika jina la Yesu. Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Amen. Baba Mungu, nakushukuru kwa ajili ya Odisi. Ninaomba uwepo wako na nguvu zako. Tazama Odisi anahitaji msaada wako. Nahitaji uwezo wako, nahitaji nguvu zako. Ninaomba ukate kumfungua katika vifungo vilivyomfunga kwa kipindi chote. Ile roho inayofuatilia ninaikamata kwa mamlaka ya Yesu, ninaiteketeza kwa jina la Yesu, na kuwatamkia uzima kuanzia sasa. Kila utonenewa kibaya cha uovu cha uharibifu leo nayafuta yote na kutamkia uzima kuanzia sasa katika jina la Yesu. Amen. Baba Mungu, nakushukuru kwa ajili ya Elisha. Kwa jina lako Yesu amelisikia neno lako. Ninaomba Yesu kupitia neno hili, kwa kuwa umemfungua, umemweka huru, na nakutamkia uzima kuanzia sasa. Afya njema, hekima, maarifa, ufahamu kwa jina la Yesu. Baba, asante na kushukuru na kukabidhi mikononi mwa Bwana Yesu kuanzia sasa na hata milele. Amen. Haleluya.